Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Watukufu wa Islam pamoja na wafuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, kwa mara nyingine tena na kukaribisheni katika ule mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo lengo lake ni kule kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu wa Islam, leo kwa muda huu mchache tunataka kufikisha nasaha fupi kwa miongoni mwa maduati wa Kishia, naye anaitwa Hemedi Jalala hadahullah, Allah amuongoze katika haki. Watukufu wa Islam, nadhani mmemuona akiwa katika moja ya media akiwa anaelezea masala ya jimai, ambapo ndani ya mazungumzo yake hayo aliizungumzia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema a'udhu billahi minash shaitani rajim, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Kauli hii Allah subhanahu wa ta'ala ina maana ya kwamba wake zenu ni mashamba yenu, basi yaendeeni mashamba yenu namna mnavyopenda. Watukufu wa Islam, kwanza mimi nimesikitishwa sana na kauli au na tafsiri ya huyu ndugu Jalala, kwa sababu ukiangalia wastani wa umri wake, lakini pia huyu anajinasibisha na usomi wa dini ya Kiislamu. Hatakiwi kutafsiri Qur'ani hivi, kwa sababu Qur'ani ni jambo kubwa. Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo maneno haya ameyasifu yeye mwenyewe ndani ya kitabu hicho Qur'an, pale aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika tunakushushia wewe Muhammad maneno ambayo ni mazito. Maneno haya ni mazito kwa maana, lakini pia ni mazito kwa utukufu. Kwa hiyo tasawur kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa mtukufu, na anasema ni maneno ambayo ni mazito kiutukufu. Kwa hiyo ndugu Jalala, usicheze na Qur'an. Qur'ani ni kitu chengine. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laiti kama hii Qur'ani yashushwa kwenye jabali, basi jabali lingeyayuka kwa kuogopa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia utukufu wa maneno yake. Kwa hiyo watukufu wa Islam, huyu bwana anatushangaza sana kuitafsiri Qur'ani anavyotaka kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatuelezea maneno haya, ikiwa maneno haya ndani yake muna istifhamu, lakini istifhamu hii ni istifhamu litaajubi, ni swali linaulizwa lakini kwa njia ya mshangao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, afala yatadabbaruna alquran
am ala qulubin akfaluha. Hivyo hao watu hawaizingatii Qur'an, au katika nyoyo zao kuna vizibo au kuna funiko. Ndio mfano wa moyo wa huyu Jalala, umezibwa, yani hakitoki kitu wala hakiingii kitu, kwa sababu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi kabisa. Na sehemu ambayo inatufahamisha sisi maqasidu sheria ya aya hii ni Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza harthul lakum, maana yake ni kwamba ni mashamba yenu. Tunakuuliza Bwana Jalala, hii sehemu ya nyuma ya mwanamke inaotesha nini? Swali hilo hata ukipewa miaka 50 kama utabakia katika ulimwengu huwezi kulijibu, na jawabu lake litakuwa ni moja tu, la, sehemu ya nyuma ya mwanamke haioteshi chochote. Allah kazungumza harthul lakum, ungelichukua neno harth peke yake la shamba, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu aswifatu yattabi'u lilmawsuf, sifa hufuatana na kinachosifiwa. Kwa hiyo shamba, sifa ya shamba ni kuotesha. Kwa hiyo sehemu ya mwanamke inayootesha ni ile sehemu ambayo inapokea mbegu ya mwanaume. Kwa hiyo Jalala, tahadhar na Qur'an. Lakini pia kama ufahamu wako ni mdogo, hukuelewa hapo, nenda katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayosema la'ana Allah, amemlani Mwenyezi Mungu, man ata mraata, mwenye kumwendea mwanamke, fi duburiha, katika sehemu yake ya nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza hili na hadithi ni sahihi. Kwa hiyo wewe unaleta maneno hata yaelekei, unazungumza masikio, unazungumza pua. Jalala, hata hali tu ya kimaumbile, je, ukiangalia pua na sikio inaweza ikaingia farji ya mwanamume? Ndugu Jalala, kwa moyo wa upendo tu tunakuomba urudi mbele ya awamu, utoe ufafanuzi, kwa sababu wanaokusikiliza ni wengi. Kuna watu ambao akili zao ziko sawa, wengine hata akili zao ziko sawa, wengine uelewa wao hauko sawa, wengine wako maporini huko, hawajui hata nani wa kumuuliza. Unabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa matamanio ya kidunia, unachukua jukumu na kusema kwamba ni aya ambayo ni mujmal, haikufafanuliwa. Jambo hili sio sahihi kusema hivyo. Jambo liko wazi, harth ni shamba, au je na tafsiri nyingine ya neno harth, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelieleza kwa yule mwenye tadabbur, mwenye mazingatio, na akaitumia akili yake haki ya kuitumia pasi na kuchanganya na matamanio ya nafsi. Anajua shamba ni sehemu ambayo inaotesha. Kwa hiyo wewe unatutajia masikio, unatutajia pua, unataja vitu ambavyo hata havina maandalizi ya kuendewa. Kama sehemu ya nyuma ya mwanamke haina maandalizi ya kufanyiwa mambo hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea maandalizi katika sehemu ya mbele ya mwanamke. Na wewe kiufupi umekurupuka, huangalia hata asbabu nuzul ya aya hii. Asbabu nuzul ya aya hii katika riwaya mbalimbali imepokelewa, lakini moja katika riwaya ambayo imeelezewa ni kwamba walikuwa wanabishana baadhi ya Mayahudi wakati huo, walikuwa wanapingana juu ya kwamba mtu akimuendea mke wake ile sehemu ya mbele, lakini akiwa amekaa wakati wa kumuendea eneo la nyuma yake,
anaweza kuzaliwa mtoto mwenye makengeza. Hapo ndipo ambapo watu walikuwa wanabishana juu ya jambo hilo. Kwa sababu ya jambo hilo, faanzala Allahu tabaraka wa taala hadhihi alaya, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha haya hii, nisaukum harthun lakum fatu harthakum annashitu, wake zenu ni mashamba yenu, basi waendeeni kwa design mnavyopenda. Na hapa tutafafanua, sababu unataka mambo tuweke wazi, watu wanaotusikiliza, wanaotutazama wafahamu namna ya mtu apendavyo. Ni vile mkiamua kukaa kitako, mkiamua kusimama, mkiamua ukumbini, mkiamua popote chumbani, kwa mtindo mnaotaka, lakini sehemu ni harf, lengo ni lile shamba. Kwa hiyo tukufu Islam, watu wanaokuja na matamanio kama haya tuwapuuzilie mbali, tubaki na msimamo wetu na tubaki na mafundisho yetu tuliyofundishwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.